Tulisubiri kwa muda mrefu sana kujua bodi ya ligi wameamua vipi kuhusiana kile ambacho walihitajika kufanya na Young Africans baada ya wao Young Africans kuambia wanawapa masaa 72 tu kuweza kujibu barua yao. Je, wanapata hizo pointi 3 ama nini ambacho wao wanaweza kajibu? Kama lakini wanashindwa kufanya chochote, basi wao waende kasi. Sasa nipo na majibu ya kile ambacho Young Africans wao walikitaka kutoka kwa bodi ya ligi. Young Africans walituma barua yenye kurasa 3 kwenda kwa bodi ya ligi kuu kwa maana TPLB wakihitaji alama 3 za mezani kufuatia mchezo wa ligi kuu dhidi ya Simba Sports Club tarehe 8 Machi, mchezo ambao haukuchezwa kutokana na sintofahamu ambayo ilitokea. Lakini leo hii bodi ya ligi imewajibu Young Africans Sports Club kuwa hakuna alama 3 za mezani. Young Africans yaambiwa inaweza pia ikashushwa daraja kwa mujibu wa kifungu namba 47 kipengele cha 18 kinasema kwamba bodi ya ligi kuu imejibu klabu ya Young Africans barua yake ambayo ilikuwa pamoja na maombi mengine wakihitaji wapewe alama 3 na mabao 3 kwenye mchezo uliohailishwa wa tarehe 8 Machi 2025. Katika barua ya tarehe 16 Machi 2025 yenye kumbukumbu namba TPLB mkwaju CEO mkwaju 2024 mkwaju 625, bodi inasema kwamba mechi ilihairishwa kwa kufuata kanuni na wala sio kwa sababu Simba Sports Club waligomea kama ambavyo Young Africans walisema kwenye barua yao. Katika barua hiyo ya bodi yenye kurasa 3 na vipengele 12, bodi imewaambia Young Africans mchezo ulihairishwa rasmi saa 8 mchana. Baada ya hapo hakukuwa na taratibu zozote kuhusu mchezo huo ambazo ziliendelea, na kwamba maafisa wote wa mchezo ambao walikuwa wakifanya shughuli za mechi pale Benjamin Mkapa waliondoka isipokuwa wale wa usalama pekee. Hakukuwa na taratibu zozote za mchezo zilizoendelea kama zinavyoelezwa kwenye kanuni 17 ambazo zilifanywa ili kuipatia timu iliyopo kiwanjani alama 3 na mabao 3 kikanuni, ikiwemo kukagua timu hiyo. Inasemekana sehemu ya barua hiyo ya majibu kwa Young Africans: klabu yako inapaswa kuelewa kwamba kanuni za ligi kuu namba 17 kipengele cha 45 haisemi popote kwamba klabu ngeni inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa la kikanuni kwamba kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezwa mechi. Inasema barua hiyo, kwa maana Simba walikuwa hapo sahihi, hawakuwa na haja ya kuwasiliana na timu mwenyeji. Wao walitakiwa tu kuwasiliana na watu wenye uwanja alafu waende kama ambavyo wao walifanya. Bodi hii aidha inasema kuwa waliita kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi baada ya kupokea ripoti tofauti zenye mfululizo wa matukio uliojenga msingi wa mgogoro uliotokea tarehe 7 Machi 2025 pale katika dimba la Benjamin Mkapa wakati Simba wakitaka kufanya mazoezi. Kutokana na umuhimu wa unyeti wa taarifa zilizopokelewa zingine ziliitisha usalama, vitisho, tuhuma za rushwa ambazo zinachukuliwa kwa umuhimu wa kipekee kwenye soka. Kamati iliona umuhimu wa kuhairisha mechi ili kuepuka changamoto za kiusalama kabla hazijatokea, kabla au baada ya mechi, ili kujipa muda na pengine kuhusisha vyombo vya kitaifa vya uchunguzi, imesema barua hii ya bodi kwenda kwa Young Africans. Kamati iliona matokeo hasi ya uhairishwaji wa mechi ni mdogo kuliko matokeo hasi ambayo yangetokea kwa mechi hiyo kuchezwa. Aidha, kwa kupeleka timu kiwanjani, Young Africans wamekiuka kanuni 47 kipengele cha 18. Kwa hiyo Young Africans wakati wao wanahitaji alama 3 kisa tu walipeleka timu yao uwanjani. Bodi ya ligi wanawaambia kitendo cha wao tu kupeleka timu uwanjani wao wamefanya makosa, na swala la wao kutaka pointi kutoka kwa Simba hilo halipo, halijawahi kuwepo na halitakuja kuwepo, kwa sababu Simba walikuwa wapo katika sheria, lakini wao Young Africans walikuwa wapo kinyume na sheria kwa sababu wamekiuka kile ambacho kilisemwa. Asante.